ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، enyi waja Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'ati, na kuhusieni kama vile ambavyo ninastahiki kwanza kuhusia nafsi yangu katika swali zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika kabisa katika kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu ndio kwenye mafanikio yetu. Ikiwa moyo wako hauna hofu wala hauna chembe ya hofu, basi jijue uko katika balaa kubwa, wala usijione wewe ndio hodari ukawa unaweza kuyaingilia mambo kwa namna unavyotaka, lakini ujijue uko katika hatari, tena hatari iliyokuwa kubwa kabisa. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, insha Allah leo tutazungumzia utukufu wa Dhulhijja na maandalizi ya utukufu wa Dhulqaada na maandalizi ya Dhulhijja. Kama mnavyotambua kuwa leo ni mwezi 13, mwezi 13 Dhulqaada. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an tukufu, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni 12. Kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambie idadi ya miezi ni 12? Kwa sababu inaonyesha wazi wazi kuna watu hizo enzi za ujinga, asrul jahiliya, walikuwa wanaizidisha miezi zaidi ya 12, wanaipeleka mpaka 13 mpaka 14, na mpaka kazungumzwa vibaya katika Qur'an, innama nasiu ziyadatun fil kufr, hakika wale wanaopeleka mbele miezi wamezidi katika ukafiri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatueleza katika Qur'ani yake kwamba miezi iko 12 tu, lakini si hivyo tu, minha arba'atul hurum, katika hiyo 12 tutambue kwamba kuna miezi minne mitukufu. Kama tunavyofahamu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika kila mambo yetu kuna kitu kitukufu, kuna saa tukufu, kuna wakati mtukufu, kuna mwezi mtukufu, kuna siku tukufu, lakini vile vile kuna miezi mitukufu. Hii si bure bure tu hivi hivi, manake tunaambiwa na Allah tufaidike nayo. Ushaambiwa hichi ni kitu kitukufu, manake unatakiwa ujue utukufu wake ni upi na nini cha kufanya katika miezi hiyo ili ufaidike zaidi, kwa sababu kosa utolifanya na ibada njema utakayoifanya inatofautiana miezi mingine.
ukifanya ibada katika mwezi huu wa Dhulqaada na ukifanya kosa katika mwezi huu wa Dhulqaada, ibada inakuwa tukufu zaidi na ina daraja zaidi, na vile vile kosa linakuwa kubwa zaidi kuliko ile miezi mingine. Kwa sisi tumejikalia, tumejisahau, lakini hapa tumekuja kumbukumbushana kwamba kuna miezi mitukufu. Kwa hiyo ukifanya ibada, manake unafanya ile ibada, unapata malipo makubwa zaidi, na ukifanya makosa unijua unafanya makosa makubwa zaidi. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katuambia katika miezi hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu, msije mkafanya makosa, nyie ziendeeni khairat, msije mkadhulumu nafsi zenu, kwa sababu mkidhulumu nafsi zenu makosa yake yanakuwa makubwa zaidi. Manake ukisema uongo, ukimzulia mtu uongo katika mwezi huu tofauti na mwezi mwingine, lile kosa linakuwa kubwa zaidi kuliko mwezi mwingine. Kwa hiyo ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatupekea aya hii akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu ndani yake nafsi zenu. Kwa hiyo tuishi kwa umakini, tuishi kwa umakini kabisa, tujue nyakati gani za kuzungumza nini na nyakati gani si za kuzungumza kitu fulani, nyakati gani za kufanya kheri gani na nyakati gani si za kufanya. Hivyo ndivyo tunavyoelekezwa na dini yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sisi, baada kuijua miezi hii mitukufu ambao ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Hii ndo miezi yetu mitukufu katika Uislamu. Baada kuijua, tunatakiwa tuithamini na tuifanyie kazi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, dhalika wa man yu'azzim hurumati llahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Kwa hivyo yule ambaye atakuwa anaitukuza yale matukufu ya Mwenyezi Mungu, na miongoni mwa matukufu ya Mwenyezi Mungu ni hii miezi minne, wewe ukifanya hivyo, fahuwa khairun lahu, hiyo ni kheri kwako wewe, si kwa familia yako, kwako wewe kama wewe, inda rabbihi, mbele ya Mola wako. Kwa hiyo umenikamata ukajua huu mwezi mtukufu, ukajua mimi nifanye nini na nini sifanye, hiyo ni kheri kwako wewe. Onyo tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tusifanye madhambi. Mwenyezi Mungu anasema, wala taqrabu zina, wala taqrabu zina, anasema Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema msidharauliane. Allah subhanahu wa ta'ala anasema vipi? Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala msisengenyane nyie kwa nyie. Haya makosa mara nyingi tunafanya katika jamii zetu, lakini unafanya kosa hili, uko wapi sasa hivi wewe? Mwezi gani kosa hili unalifanya? Kwa hiyo lazima utafakari. Kwa ili kutafakari vizuri, manake tubadilishe maisha yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia nini? Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli hasa ni yule ambaye waislamu wenziwe wamesalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Ulimi wako huutumii vibaya kwa kuwashambulia, kwa kuambia maneno makali, kwa kuwatukana. Huendo muislamu wa kweli, ukiamua kakukera, basi unamwambia maneno ambayo hayatamjeruhi. Kwa hiyo Mtume anatuhimize wayadihi, na mkono wako huo usije ukamdhuru yoyote kwa namna yoyote. Hebu tuangalie katika jamii zetu sasa hivi watu wanavyoitafuta riski kwa uongo, wanavyotafuta riski kwa kukaba watu, kwa kupiga watu. Nyinyi kila siku mnaona kwenye maklipu, tena mchana kweupe. Juzi klipu moja hii imeranda kweupe kabisa, mtu anamvizia binadamu mwenziwe, utazani anamvizia mbwa, utazani anamvizia paka, nyuma kakamata sijui unondo ile ya urungu. Mtu alhamdulillah unatembea hata habari huna, kumbe nyuma yako kuna adui mkubwa, anampiga rungu mwenziwe la kichwa, anaanguka, halafu kubwa analifanya anamsachi, anaondoka na simu.
simu ya 200,000 ya 100,000 unamtoa mwenzio roho. Hii ni hatari, na haya mambo yanafanyika katika jamii zetu. Yote nini? Mtu anatafuta riziki yake, manake mtu ana nguvu zake. Kumbe umeweza kubeba nondo hiyo ukaweza kuipeleka ukampiga mwenzio, kumbe una nguvu wewe. Nguvu zako zitumie katika kutafuta riziki ya halali. Kwa nini unafanya vitu kwa hivi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fis samai rizqukum wama tuadun, riziki zenu ziko mbinguni tayari, zishapangwa. Kama wewe kupata 10, kwa kupata milioni, usipaparike. Kwa hiyo haya mambo tunayafanya katika jamii zetu, manake lazima tutanabahishane, maana imekuwa hatari sasa hivi. Ukitembea itabidi utembee kama shingo feni, unaenda huku na huku, sifatwi au vipi? Imekuwa balaa. Yote hiyo nini? Mtu anatafuta riziki. Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake kutokana na ulimi wake na mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye atakuwa anamwamini Mwenyezi Mungu na anaiamini siku ya mwisho. Ukiwa unamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, faliyakul khaira, basi mtu huyo aseme maneno ya kheri, au liyasmut, au anyamaze. Na haya zaidi katika miezi kama hii, nyamaza kimya, kwa lazima useme. Ukiwa unahisi utatoa neno nyamaza kimya. Kwa hiyo haya yote yanakatazwa. Hali ya jamii sasa hivi ilivyo iko vipi? Kama tulivyozungumza hapo punde, lakini watu wanasema uongo, wameenea kusema uongo. Mambo hayapo hasa katika dunia hii, basi yanazungumzwa. Lakini jengine, kuna fitna inaepuka, watu wanachongeana, wanaingiziana maneno makazini huko, katika maduka, sehemu tofauti katika jamii zetu. Haya tunayafanya, na ndani ya mwezi huu tunayafanya. Tujue ni makosa makubwa hayo. Mahusiano yanavunjika, baba hamjui mtoto, mtoto hamjui baba, wanavunjika mahusiano. Kwa sababu yote ya nini hayo? Yote ya nini hayo tunayafanya? Hebu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonya, anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wa qulu qawlan sadida, na mseme maneno ya sawasawa, msiseme maneno ambayo hafahamiki. Na maneno ya sawasawa ni yale ya kuunganisha, maneno ya kweli. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Tunatoa wito kwa jamii, tujitathmini. Tunatoa wito kwa jamii, hasa Waislamu, tujitathmini na mwendo wetu huu wa maisha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Mwenye akili timamu, intelligent, ni yule ambaye anajihisabu nafsi yake. Mimi nimeswali, nimetenda kheri gani? Na akisha kujigundua anakosa fulani fulani, wa amila lima ba'da almauti, na akatenda matendo ambayo atamsaidia baadaye kufa. Huyo ndo mwenye akili, si yule anakusanya mali nyingi ataziacha hapa hapa, si yule mwenye watoto wengi ataacha hapa hapa. Hakuna. Yule ambaye atakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na matendo mema yalikuwa. Hebu tujiulizeni sisi, je, sala zako au sala zetu ziko sawa? Pale tunaposwali tunaswali sawa sawa, au mawazo chungu mzima? Ile swala yako yote ile ulitulizana ukajihisi uko mbele ya Allah? Tujiulize, je, nini una haki za waja wewe katika shingo yako? Isijekuwa wewe kuna watu umewafanyia makosa chungu mzima, haki zao ziko chungu mzima kwako. Jitathmini. Ukishapojijua hivyo, unageuza maisha yako, unasema hapana, mimi siwezi kuendelea kuwa kama hivi. Je, nimetubia kikweli? Mimi ninatubia, lakini umetubia kikweli? Kwa hiyo tujitathmini
namna gani tunaendesha maisha yetu, na haswa katika miezi hii mitukufu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'ati, na kuhusieni tena kwa mara ya pili kuhusiana na jambo la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, tumekaribiwa kwa siku chache kabisa kuingia katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Hii ni miongoni mwa nguzo ya tano ya Uislamu. Wale wenye uwezo wanatakiwa watumie uwezo wao, wafike kule kwa ajili ya kufanya ibada hii, ibada adhimu, ibada tukufu. Na mimi na wewe tunatakiwa tujijenge. Mimi sina uhakika, lakini msemaji ndio mwenye uhakika. Kuna mtu ananihadithia, ananambia, mimi nimepata nafasi miaka hiyo nyuma kwenda hija, lakini kitu kikubwa nilichokuwa nikikifanya, ninauza kabaisa. Anauza kabaisa, labda wengine hawajui kabaisa. Kabaisa ni zile mbatata zile, anazikata zile kwa mapana, alafu anazichanganya, nadhani kama nitakuwa sikosei, na unga wa dengu, anazitia katika mafuta. Wananunua sana watoto, shilingi 200. Lakini alitia azma ndani ya moyo wake, akasema, mimi nataka niende zangu hija. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akampa nguvu. Kumpa nguvu ile, akawa anauza biashara yake ndio hiyo kabaisa. Anajidunduliza kidogo mpaka akafika kiwango, kikafika cha pesa ambazo zinakidhi kwenda hija. Kwa hiyo tunaweza jiulize, wewe unafanya biashara na unaingiza vipi? Bila shaka unamshinda yeye. Kwa hiyo tunaweza tukijipanga kidogo unadunduliza, ikiwa nia ipo, basi utajikuta safari hiyo hapo unayo. Lakini lazima iuweke ndani ya moyo wako hiyo hali. Lakini wanasta'inu wanastaghfiru wanastarshidu wanastahdihi ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، enyi waja Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'ati, na kuhusieni kama vile ambavyo ninastahiki kwanza kuhusia nafsi yangu katika swali zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika kabisa
katika kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu ndio kwenye mafanikio yetu. Ikiwa moyo wako hauna hofu wala hauna chembe ya hofu, basi jijue uko katika balaa kubwa. Wala usijione wewe ndio hodari ukawa unaweza kuyaingilia mambo kwa namna unavyotaka, lakini ujijue uko katika hatari, tena hatari iliyokuwa kubwa kabisa. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, insha Allah leo tutazungumzia utukufu wa Dhulhijja na maandalizi ya utukufu wa Dhulqaada na maandalizi ya Dhulhijja. Kama mnavyotambua kuwa leo ni mwezi 13, mwezi 13 Dhulqaada. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an tukufu, inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni 12. Kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambie idadi ya miezi ni 12? Kwa sababu inaonyesha wazi wazi kuna watu hizo enzi za ujinga, asrul jahiliya, walikuwa wanaizidisha miezi zaidi ya 12, wanaipeleka mpaka 13 mpaka 14, na mpaka kazungumzwa vibaya katika Qur'an, innama nasiu ziyadatun fil kufr, hakika wale wanaopeleka mbele miezi wamezidi katika ukafiri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatueleza katika Qur'ani yake kwamba miezi iko 12 tu, lakini si hivyo tu, minha arba'atul hurum, katika hiyo 12 tutambue kwamba kuna miezi minne mitukufu. Kama tunavyofahamu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika kila mambo yetu kuna kitu kitukufu, kuna saa tukufu, kuna wakati mtukufu, kuna mwezi mtukufu, kuna siku tukufu, lakini vile vile kuna miezi mitukufu. Hii si bure bure tu hivi hivi, manake tunaambiwa na Allah tufaidike nayo. Ushaambiwa hichi ni kitu kitukufu, manake unatakiwa ujue utukufu wake ni upi na nini cha kufanya katika miezi hiyo ili ufaidike zaidi, kwa sababu kosa utolifanya na ibada njema utakayoifanya inatofautiana miezi mingine. Ukifanya ibada katika mwezi huu wa Dhulqaada na ukifanya kosa katika mwezi huu wa Dhulqaada, ibada inakuwa tukufu zaidi na ina daraja zaidi, na vile vile kosa linakuwa kubwa zaidi kuliko ile miezi mingine. Kwa sisi tumejikalia, tumejisahau, lakini hapa tumekuja kumbukumbushana kwamba kuna miezi mitukufu. Kwa hiyo ukifanya ibada, manake unafanya ile ibada unapata malipo makubwa zaidi, na ukifanya makosa unijua unafanya makosa makubwa zaidi. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katuambia katika miezi hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu, msije mkafanya makosa, nyie ziendeeni khairat, msije mkadhulumu nafsi zenu, kwa sababu mkidhulumu nafsi zenu makosa yake yanakuwa makubwa zaidi. Manake ukisema uongo, ukimzulia mtu uongo katika mwezi huu tofauti na mwezi mwingine, lile kosa linakuwa kubwa zaidi kuliko mwezi mwingine. Kwa hiyo ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala akatupelekea aya hii akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu ndani yake nafsi zenu. Kwa hiyo tuishi kwa umakini, tuishi kwa umakini kabisa, tujue nyakati gani za kuzungumza nini na nyakati gani si za kuzungumza kitu fulani, nyakati gani za kufanya khairi gani na nyakati gani si za kufanya. Hivyo ndivyo tunavyoelekezwa na dini yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sisi, baada kuijua miezi hii mitukufu ambao ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Hii ndo miezi yetu mitukufu katika Uislamu. Baada kuijua, tunatakiwa tuithamini na tuifanyie kazi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, dhalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih,
Kwa hivyo yule ambaye atakuwa anaitukuza yale matukufu ya Mwenyezi Mungu, na miongoni mwa matukufu ya Mwenyezi Mungu ni hii miezi minne, wewe ukifanya hivyo, fahuwa khairun lahu, hiyo ni kheri kwako wewe, si kwa familia yako, kwako wewe kama wewe, inda rabbihi, mbele ya Mola wako. Kwa hiyo umenikamata ukajua huu mwezi mtukufu, ukajua mimi nifanye nini na nini sifanye, hiyo ni kheri kwako wewe. Onyo tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tusifanye madhambi. Mwenyezi Mungu anasema wala taqrabu zina, wala taqrabu zina, anasema Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema msidharauliane. Allah subhanahu wa ta'ala anasema vipi? Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala msisengenyane nyie kwa nyie. Haya makosa mara nyingi tunafanya katika jamii zetu, lakini unafanya kosa hili, uko wapi sasa hivi wewe? Mwezi gani kosa hili unalifanya? Kwa hiyo lazima utafakari. Kwa ili kutafakari vizuri, maanake tubadilishe maisha yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia nini? Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli hasa ni yule ambaye waislamu wenziwe wamesalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Ulimi wako huutumii vibaya kwa kuwashambulia, kwa kuambia maneno makali, kwa kuwatukana. Huendo muislamu wa kweli, ukiamua kakukera, basi unamwambia maneno ambayo hayatamjeruhi. Kwa hiyo Mtume anatuhimize wayadihi, na mkono wako huo usije ukamdhuru yoyote kwa namna yoyote. Hebu tuangalie katika jamii zetu sasa hivi watu wanavyoitafuta riski kwa uongo, wanavyotafuta riski kwa kukaba watu, kwa kupiga watu. Nyinyi kila siku mnaona kwenye maklipu, tena mchana kweupe. Juzi klipu moja hii imeranda kweupe kabisa, mtu anamvizia binadamu mwenziwe, utazani anamvizia mbwa, utazani anamvizia paka, nyuma kakamata sijui unondo ile ya urungu. Mtu alhamdulillah unatembea hata habari huna, kumbe nyuma yako kuna adui mkubwa anampiga rungu mwenziwe la kichwa, anaanguka. Halafu kubwa analifanya, anamsachi, anaondoka na simu ya 200,000 ya 100,000, unamtoa mwenzio roho. Hii ni hatari, na haya mambo yanafanyika katika jamii zetu. Yote nini? Mtu anatafuta riziki yake, manake mtu ana nguvu zake. Kumbe umeweza kubeba nondo hiyo ukaweza kuipeleka ukampiga mwenzio, kumbe una nguvu wewe. Nguvu zako zitumie katika kutafuta riziki ya halali. Kwa nini unafanya vitu kwa hivi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fis samai rizqukum wama tuadun, riziki zenu ziko mbinguni tayari, zishapangwa. Kama wewe kupata 10, kwa kupata milioni, usipaparike. Kwa hiyo haya mambo tunayafanya katika jamii zetu, manake lazima tutanabahishane, maana imekuwa hatari sasa hivi. Ukitembea itabidi utembee kama shingo feni, unaenda huku na huku, sifatwi au vipi? Imekuwa balaa. Yote hiyo nini? Mtu anatafuta riziki. Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika waislamu wenzake kutokana na ulimi wake na mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye atakuwa anamwamini Mwenyezi Mungu na anaiamini siku ya mwisho. Ukiwa unamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, faliyakul khaira, basi mtu huyo aseme maneno ya kheri, au liyasmut, au anyamaze. Na haya zaidi katika miezi kama hii, nyamaza kimya, kwa lazima useme. Ukiwa unahisi utatoa neno nyamaza kimya. Kwa hiyo haya yote yanakatazwa. Hali ya jamii sasa hivi ilivyo iko vipi? Kama tulivyozungumza hapo punde, lakini watu wanasema uongo, wameenea kusema uongo. Mambo hayapo hasa katika dunia hii, basi yanazungumzwa. Lakini jengine, kuna fitna inaepuka, watu wanachongeana, wanaingiziana maneno makazini huko, katika maduka,
sehemu tofauti katika jamii zetu. Haya tunayafanya na ndani ya mwezi huu tunayafanya, tujue ni makosa makubwa hayo. Mahusiano yanavunjika, baba hamjui mtoto, mtoto hamjui baba, wanavunjika mahusiano. Kwa sababu yote ya nini hayo? Yote ya nini hayo tunayafanya? Hebu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonya, anatuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wa qulu qawlan sadida, na mseme maneno ya sawa sawa, msiseme maneno ambayo hafahamiki. Na maneno ya sawa sawa ni yale ya kuunganisha, maneno ya kweli. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Tunatoa wito kwa jamii tujitathmini. Tunatoa wito kwa jamii, hasa Waislamu, tujitathmini na mwendo wetu huu wa maisha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Mwenye akili timamu, intelligent, ni yule ambaye anajihisabu nafsi yake. Mimi nimeswali, nimetenda kheri gani? Na akisha kujigundua anakosa fulani fulani, wa amila lima ba'da almauti, na akatenda matendo ambayo atamsaidia baadaye kufa. Huyo ndo mwenye akili, si yule anakusanya mali nyingi ataziacha hapa hapa, si yule mwenye watoto wengi ataacha hapa hapa. Hakuna yule ambaye atakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na matendo mema yalikuwa. Hebu tujiulizeni sisi, je, sala zako au sala zetu ziko sawa? Pale tunaposwali tunaswali sawa sawa, au mawazo chungu mzima? Ile swala yako yote ile ulitulizana ukajihisi uko mbele ya Allah? Tujiulize, je, nini una haki za waja wewe katika shingo yako? Isijekuwa wewe kuna watu umewafanyia makosa chungu mzima, haki zao ziko chungu mzima kwako. Jitathmini. Ukishapojijua hivyo, unageuza maisha yako, unasema hapana, mimi siwezi kuendelea kuwa kama hivi. Je, nimetubia kikweli? Mimi ninatubia, lakini umetubia kikweli? Kwa hiyo tujitathmini namna gani tunaendesha maisha yetu, na haswa katika miezi hii mitukufu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، enyi waja Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'ati, na kuhusieni tena kwa mara ya pili kuhusiana na jambo la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, tumekaribiwa kwa siku chache kabisa kuingia katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Hii ni miongoni mwa nguzo ya tano ya Uislamu. Wale wenye uwezo wanatakiwa watumie uwezo wao, wafike kule kwa ajili ya kufanya ibada hii, ibada adhimu, ibada tukufu. Na mimi na wewe tunatakiwa tujijenge. Mimi sina uhakika, lakini msemaji ndio mwenye uhakika. Kuna mtu ananihadithia, ananambia, mimi nimepata nafasi miaka hiyo nyuma kwenda hija, lakini kitu kikubwa nilichokuwa nikikifanya, ninauza kabaisa. Anauza kabaisa, labda wengine hawajui kabaisa. Kabaisa ni zile mbatata zile, anazikata zile kwa mapana, alafu anazichanganya, nadhani kama nitakuwa sikosei, na unga wa dengu, anazitia katika mafuta. Wananunua sana watoto, shilingi 200. Lakini alitia azma ndani ya moyo wake, akasema, mimi nataka niende zangu hija.
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akampa nguvu. Kumpa nguvu ile, akawa anauza biashara yake ndio hiyo kabisa, anajidunduliza kidogo kidogo, mpaka akafika kiwango, kikafika cha pesa ambazo zinakidhi kwenda hivi. Kwa hiyo tunaweza jiulize, wewe unafanya biashara na unaingiza vipi? Bila shaka unamshinda yeye. Kwa hiyo tunaweza tukijipanga, kidogo kidogo unadunduliza, kidogo kidogo unadunduliza. Ikiwa nia ipo, basi utajikuta safari hiyo hapo unayo, lakini lazima iuweke ndani ya moyo wako hiyo hali. Lakini